Sehemu ya kwanza, vita vimebadilika. Karibu katika enzi mpya ya drones. Karibu sana kwenye Daily na mimi TZ. Kama wewe ni mpenzi wa makala kali, zenye kusisimua na kufumbua macho kuhusu dunia tunayoishi, basi bonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya arifa, maana hapa tunakuletea makala ambazo huwezi kuzipata kokote. Leo tunaanza mfululizo wa makala kali, vita vimebadilika. Dunia ya vita iliyobadilika, karibu kwenye karne mpya ya uharibifu. Tazama kwa jicho la kawaida, utadhani ni michezo ya video. Kijana mmoja ameketi na headset yake huku akishika kifaa cha kuchezea michezo, gaming controller. Lakini anachokifanya si mchezo, ni uhalisia unaotisha. Kwa mikono yake miwili, anarusha kifaa kidogo hewani, drone, kuelekea adui. Lengo ni moja tu, kuharibu, kuua na kuibadilisha historia ya vita. Hili si ndoto, si sinema ya Hollywood. Hili ni somo halisi kutoka uwanja wa vita wa Ukraine na Urusi. Vita ambavyo vimeandika sura mpya ya historia ya kivita. Sura ya kutisha, ya teknolojia, ya ujasusi wa hali ya juu na uharibifu wa bei nafuu. Karibu enzi ya mabavu ya kivita, badili kabisa. Tanki la kivita la M1 Abrams, mojawapo ya mashine ghali kabisa duniani, lina uwezo wa kugharimu hadi dola milioni 10. Lakini leo linaweza kuteketezwa na kifaa cha bei ya chini, drone, inayogharimu si zaidi ya dola 2,000 tu. Makala hii ya kusisimua inaonyesha jinsi drones zilivyovuruga kila hesabu ya kivita. Miili ya magari ya kivita, Abrams, Leopard 2, Challenger 2, sasa ni taka zilizojaa mavumbi katika mashamba ya Ukraine. Vifaa vilivyowahi kuwa fahari ya NATO, sasa ni vipande vya chuma visivyofaa. Ni aibu, ndiyo, ni tahadhari, bila shaka, maana enzi ya mabavu ya silaha nzito imepigwa shoti la onyo na teknolojia ndogo yenye akili na ya haraka. Vita si tena juu ya nani ana vifaru vingi, ni juu ya nani ana akili zaidi na drones bora zaidi. Ukraine, mwalimu mpya wa teknolojia ya kivita. Ukraine haikujificha nyuma ya silaha nzito au mabomu ya nyuklia. Badala yake waliona mbali, wakawekeza kwenye teknolojia, hasa kwenye FPV drones, First Person View. Hizi ni drones zinazomwezesha mpiganaji kuona kile ambacho drone inaona kwa muda halisi. Kwa kutumia vifaa vidogo, Ukraine ilianza kuharibu mizinga ya Urusi, magari ya kijeshi na hata ndege zisizo na rubani za maadui. Walitengeneza drones zinazojitolea uhai, zinazoenda moja kwa moja kwa adui na kulipuka kama kamikasi za zama za kisasa. Hili liliwastua Warusi. Teknolojia walioidharau sasa ilikuwa inawabeba kwa kasi isiyozuilika. Hivyo Urusi ililazimika kubadilika haraka, ikatafuta msaada kutoka kwa nchi kama Iran kwa ajili ya drones maarufu za Shahed, ambazo baadaye Warusi walizibadilisha na kuzipa jina jipya, Gerant 2. Mapinduzi ya kijasusi, kila kitu kinaonekana. Drones si tu za kushambulia, ni macho ya vita. Drones zenye uwezo wa kupaa juu kwa saa nyingi bila kuonekana huchunguza kila harakati za adui. Ni kama ndege wa ujasusi wa nyakati za kisasa, na kwa uwezo wa FPV, mpiganaji anaweza hata kufuatilia vichochoro vya adui, akaangalia ndani ya mashimo yao ya kujificha na kupanga mashambulizi kwa usahihi wa kutisha. Kwa mara ya kwanza katika historia, mtu mmoja tu, si jeshi zima, anaweza kuambua hatma ya vita kwa kubonyeza kitufe. Gharama ndogo, uharibifu mkubwa. Katika hesabu za kawaida, ushindi kwenye vita unakuja kutumia mabilioni ya dola. Lakini si tena. Leo kwa bei ya chini sana, drones zinaweza kufanya maajabu. Gharama ndogo ya uzalishaji na matumizi inaipa nchi maskini uwezo wa kupambana na jeshi la kisasa la mabilioni.
Kwa mfano, Ukraine imeunda drone kubwa iitwayo Baba Yaga, jina lililochukuliwa kutoka kwa hadithi za ajabu za watoto wa Slavic. Drone hii ina uwezo wa kubeba TNT kilo 80 na inaleta maangamizi ya kutisha. Ikitua juu ya gari au jengo, hakuna kinachobaki. Na bado kuna mbinu nyingine za kijanja. Drones zinazojifanya kuharibika zikiachwa barabarani kama taka. Lakini zikiguswa tu, hulipuka na kuua maadui waliovutiwa na tuzo chao. Vita vya kielektroniki, jinsi ya kuzuia drone. Lakini si rahisi hivyo. Pande zote mbili zimejaribu kuzuia drones. Wengine wanatumia silaha za kielektroniki kufifisha mawimbi ya mawasiliano ya drones. Lakini wanaokabiliana na changamoto hiyo walibuni suluhisho, kutumia nyaya za fiber optic kuunganisha drone moja kwa moja na Huu ni mwendesha wake, hivyo hakuna jamming inayofanya kazi. Huu ni ubunifu usioaminika, teknolojia ikikabiliana na teknolojia, akili ikipimana na akili. Hatari ya drones zinazofikiria. Kitu kinachozidi kuogopesha ni ujio wa drones zenye akili bandia, zinazojiendesha zenyewe, kuchagua malengo bila mwelekeo wa binadamu. Na hizi ndizo zinazoashiria zama mpya ya vita, ambako silaha zinaweza kufanya maamuzi bila huruma. Wataalamu wameonya, mtu yeyote aliyewazi anaweza kuwa lengo, si tena askari tu. Hii ndiyo hali halisi ya sasa. Vita vimeingia katika enzi ya woga wa kielektroniki, ambapo adui anaweza kuwa popote, akikuangalia kupitia kamera ya drone. Hii ilikuwa sehemu ya kwanza ya mfululizo wetu wa kusisimua kuhusu vita vya drones hapa kwenye Daily na mimi TZ. Kama unadhani hii ni habari muhimu, bonyeza subscribe na tuungane katika sehemu inayofuata ambayo itazungumzia jinsi mataifa yanavyoshindana kwa uvumbuzi wa drone na mbinu mpya za kijasusi. Usikose sehemu ya pili. Vita havipigwi tena kwa mizinga na vifaru pekee, bali kwa akili, teknolojia na anga za mbinguni. Channel Daily na mimi, usisahau subscribe. Sehemu ya pili, drones katika uwanja wa vita vya kisasa. Mgogoro kati ya Urusi na Ukraine umetumika kama maabara halisi ya kujaribu na kuboresha teknolojia ya drones. Ukraine, licha ya kuwa taifa dogo kwa nguvu za kijeshi ikilinganishwa na Urusi, imeweza kusimama imara kutokana na ujasirishi na mashambulizi ya kiteknolojia kupitia drones. Kama ilivyoandikwa kwenye makala ya Sahan Werasuria, mifumo ya kijeshi kama vile vifaru vya M1 Abrams, Leopard 2 na hata T-90 ya Urusi, ambazo zilihesabiwa kuwa hazishindiki, sasa ziko katika hali ya kubeba aibu zikiwa zimelipuliwa na drones za gharama ya chini kabisa. Drones za kijeshi, aina na majukumu. Drones za FPV, First Person View. Hizi ni drones ambazo rubani huziendesha kwa kutumia kifaa maalum cha kuona kwa muda halisi, mithili ya mchezo wa video. Huwa ndogo lakini zina kasi kubwa na uwezo wa kushambulia kwa usahihi wa ajabu. Mara nyingi hutumika kushambulia maeneo yaliyojificha au kudondosha vilipuzi moja kwa moja kwenye kichwa cha adui. Drones za kamikaze. Hizi hutumwa moja kwa moja kwa lengo moja tu, kulipuka. Ni mashine zisizo na huruma zinazochagua udhaifu wa lengo, kama vile injini ya kifaru au sehemu ya kuhifadhi silaha, huingia, hulipuka na kusababisha maafa makubwa. Drones za kupeleleza. Zina uwezo wa kuruka kwa masaa kadhaa juu ya maadui bila kuonekana. Hutoa picha na taarifa za wakati halisi kwa vikosi vya ardhini na kusaidia kupanga mashambulizi ya kisayansi zaidi kuliko ya hisia. Drones za kusambaza vifaa. Wakati mwingine, drones hutumika kupeleka chakula, risasi au vifaa vya dharura kwa wanajeshi walioko mstari wa mbele. Hii huondoa hatari ya binadamu kuvuka eneo la hatari. Vita vya kiakili, kuibuka kwa teknolojia ya kupambana na drones. Drones hazitumiwi tu kushambulia, bali pia zinashambuliwa. Mataifa yote yameanza kutafuta mbinu za kudhibiti, kuzuia au hata kuharibu drones kabla hazijatekeleza misheni zake. Jamming, kuvuruga mawasiliano. Urusi na Ukraine wote wameweka vifaa vya kielektroniki vinavyotoa mawimbi ya redio ili kuvuruga mawasiliano ya drones na rubani wake. Hili huifanya drone ipotee au ishindwe kuendesha. Fiber optic drones.
Katika kuzuia jamming, baadhi ya drones sasa zinaunganishwa na waya wa fiber optic ambao huunganisha drone moja kwa moja na mtumiaji kwa umbali wa kilomita kadhaa. Hii huipa uwezo wa kuvuka vizuizi vya jamming na kufanikisha mashambulizi. C. Drones, wauaji wa drones. Urusi imeanzisha teknolojia ya kipekee ya Yolka, drone ya bei nafuu inayowinda drones nyingine na kugongana nazo kwa makusudi. Pia kuna bunduki za kielektroniki zinazorusha miale ya nishati kuangusha drones. Kuwekezwa kwa akili bandari katika drones. Hatari nyingine inayokuja ni matumizi ya artificial intelligence AI ndani ya drones. Drones hizi hazihitaji tena mtu kuziongoza, zinaweza kutambua adui, kuchambua mazingira na kushambulia bila msaada wa binadamu. Je, dunia iko tayari kwa mashine zinazoua kwa maamuzi yake? Hilo ndilo swali linalozua mijadala mikubwa ya kimaadili na usalama duniani kote. Gharama, sababu kubwa ya mabadiliko. Gharama ya kutengeneza drone ya kijeshi ni katika $5,000 hadi $2,000. Gharama ya kifaru ni milioni ya dola. Wakati drone moja inaweza kuharibu kifaru cha milioni, je, ni lipi lina faida kwenye vita vya kisasa? Hitimisho la sehemu ya pili. Drones si silaha tu, bali ni mabadiliko ya mfumo mzima wa vita. Ni silaha zenye akili, bei nafuu, zenye usahili wa hali ya juu na zisizo na huruma. Hili ni jicho jipya la vita vinavyoendeshwa kama mchezo wa video, lakini vikiwa na madhara halisi ya damu, vifo na uharibu mkubwa. Je, umependezeka? Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa makala yetu, mapinduzi ya vita kwa drones. Katika sehemu inayofuata tutaangalia ushirikiano wa mataifa ya Mashariki kama Irani na China katika kuzalisha drones. Njia za kisanii zinazotumika na Ukraine kuwadanganya maadui kupitia drones zenye sura ya kawaida. Hatari ya mashambulizi ya moja kwa moja kwa watu mashuhuri kupitia drones zenye sura ya kawaida, na mengine mengi ya kushtua. Usisahau kusubscribe channel yako pendwa Daily na Mimi kwa makala zenye uchambuzi wa kina na simulizi za kusisimua kila wiki. Bonyeza alama ya kengele, usipitwe pia. Sehemu ya 3, sauti ya ndege wa chuma inapotanda juu ya anga ya kivita, dunia inatetemeka kimya kimya. Channel Daily na Mimi, usisahau kusubscribe. Sehemu ya 3, washirika wapya, mbinu mpya, hatari mpya. 3.1 Urusi na Iran, ndugu wa damu na drones. Wakati Ukraine ikisaidiwa na mataifa ya magharibi kama Marekani na NATO, Urusi ililazimika kutafuta marafiki wa teknolojia upande wa mashariki, na hapo ndipo alipoingia Iran, taifa lililojipatia umaarufu mkubwa kwa kutengeneza drones aina ya Shahid. Drones hizi za umbo la pembe tatu ni ndogo, za kasi na zenye ufanisi mkubwa. Iran iliziuzia Urusi drones hizo kwa maelfu, na mara moja wahandisi wa Kirusi wakaanza kuzibadilisha, wakazipachika jina jipya, Geraint 2. Drones hizi sasa ni toleo lililoboreshwa zaidi, zikiwa na akili zaidi na vifo zaidi. 3.2 Mbinu za Ukraine, udanganyifu wa kijanja. Kama ilivyo kwa historia ya David na Goliath, Ukraine, nchi ndogo kijeshi, imekuwa na uwezo mkubwa wa kutumia ubunifu wa hali ya juu kushinda nguvu kubwa ya Urusi. Na hii ndiyo baadhi ya mbinu zao. Drones za kulipuka kwa hila. Wanamgambo wa Urusi wanapokuta drone iliyoharibika barabarani, mara nyingi huwaamini ni nyara ya kivita, zawadi ya kupeleka nyumbani, lakini kumbe ni mtego. Mara tu wanapogusa au kujaribu kuichukua, drone hiyo hulipuka. Drones waviziaji. Zinawekwa juu ya paa za majengo au kwenye milima, zikitulia kama ndege waliolala, lakini pindi tu msafara wa maadui unapopita chini yao, huamka ghafla na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Baba Yaga, mchawi wa anga. Ukraine imeunda drone kubwa yenye mikono 6. Baba Yaga, jina lililotokana na mchawi wa hadithi za watoto wa Slavic. Hii ni drone inayoweza kubeba kilipuzi cha kilo 6 hadi 8 cha TNT. Inapopiga, dunia hutetemeka. Wanaoiota tu usiku wanatetemeka. 3.3 China, msimamizi wa soko la vifaa vya umeme.
Wote, Urusi na Ukraine, wanategemea China kwa vifaa vya umeme, hasa microchips, kamera ndogo na sensa za drones. Ukraine hupata vifaa vya hali ya juu kutoka Marekani na Ujerumani, lakini Urusi inalazimika kutumia vifaa vya China pekee ambavyo ni mara 20 vya bei nafuu kuliko vya Magharibi. Lakini kwa bahati mbaya, baadhi ya vifaa hivyo ni dhaifu. Mtaalamu mmoja wa Kirusi alisema, tunaendesha vita kwa kutumia vifaa vya kuchezea vya Wachina. Kwa hiyo, baada ya vita, Urusi inapanga kufanya maboresho makubwa ili kujenga vifaa vya kijeshi vinavyoweza kuihimili hali halisi ya uwanja wa vita. 3.4. Vita vilivyobadilika kutoka bunduki hadi algorithm. Katika enzi za zamani, silaha kubwa ilikuwa bunduki au kifaru kikubwa, lakini sasa silaha kuu ni algorithm, hesabu za kompyuta zinazowezesha drone kufikiri yenyewe. Hii ndiyo dhana ya autonomous drones. Zinaweza kutambua maumbo ya adui, kutofautisha silaha na raia, kuamua zenyewe ni nani ashambuliwe. Hatari ndiyo, lakini ufanisi maradufu. 3.4. Maeneo ya raia sasa yako hatarini. Kilichoogopesha zaidi ni ukweli kuwa drone moja ndogo inayotengenezwa kwa $1,000 inaweza kutumiwa kumuua mtu yoyote duniani, akiwa barabarani, kanisani, sokoni au katika harusi. Drones hizi zinaweza kuwa ndogo kama ndege wa kawaida au hata kutundikwa na kamera ya kawaida, lakini ndani yake kuna bomu dogo linalotosha kumaliza maisha ya mtu mmoja au zaidi. Hii sio utabiri wa baadaye. Tayari kuna taarifa za mashambulizi ya drone kwa raia katika miji ya Ukraine, Syria, Palestina na hata Libya. Hitimisho la sehemu ya 3. Vita vya kisasa si tena suala ya kuwa na jeshi kubwa au silaha nyingi. Ni suala la kuwa na akili kubwa, teknolojia bora na kasi ya kufanya maamuzi kwa sekunde chache. Dunia inaingia katika hatua mpya ya hatari ambapo kila mtu anaweza kuwa askari au shabaha kulingana na nani anaendesha drone. Usikose sehemu ya 4. Je, Marekani na NATO wamejiandaa vipi na mapinduzi haya? Vita vya Gaza, Syria na Yemen, drones kama silaha ya wanyonge. Drones na ujasusi, je, zinaweza kudukua hata mazungumzo yako ya nyumbani? Drones za maji na baharini, silaha mpya ya kivita chini ya mawimbi. Na zaidi ya hayo, subscribe kwenye chaneli yako pendwa Daily na Mimi kwa makala za uchambuzi wa kina, simulizi zenye msisimko na ukweli ambao hautausikia popote pengine. Bonyeza bell ili usipitwe na sehemu ya 4. Mapinduzi ya vita kwa drones, sehemu ya 5. Katika zama mpya, mshale hautokani tena na upinde, unatoka kwenye akili ya bandia inayotembea kwa mabawa ya plastiki. Channel Daily na Mimi, usisahau kusubscribe. Sehemu ya 5, hatima ya ulimwengu katika mikono ya mashine. 5.1. Drones zinafikia nani? Vita vya mitaani na kisasi. Teknolojia ya drones imepungua gharama kiasi kwamba sio tena suala la mataifa kubwa pekee. Hivi sasa, makundi ya waasi, wanamgambo, hata watu binafsi wenye nia ovu wameanza kutumia drones katika njia za kutisha: kisasi cha kibinafsi, ugaidi wa miji, hata wizi wa siri. Drones zinaweza kutumika kutekeleza mashambulizi kwenye harusi na misiba, zikiwa zimebeba vilipuzi au kemikali, majengo ya kiserikali kama ofisi za uchaguzi au bunge, vituo vya habari kama mbinu ya kuzuia sauti ya upinzani, mashambulizi ya mtu mmoja, mtu akilenga adui wa kibinafsi. Matukio kama haya yameripotiwa Afrika Kaskazini, Syria, Iraq na hata Amerika Kusini. Dunia inabadilika. 5.2. Mfumo wa ulinzi wa drones, mashine dhidi ya mashine. Tukiwa tunaangalia hatari ya drones kushambulia kila kitu, mataifa sasa yameanza kuweka mfumo wa ulinzi wa drones dhidi ya drones. Hii inahusisha net launchers, drones zinazorusha nyavu kuzinasa drones adui hewani;
Electronic guns, bunduki za umeme zinazozima mawasiliano ya drones. Interceptor drones, drones za kasi kubwa zinazogonga adui moja kwa moja. Laser systems, miale ya mwanga mkali inayoweza kuyeyusha drone angani. Lakini mbio hizi ni za mbunifu na mbunifu zaidi. Hapo ndipo vita vya kiakili vinapozidi kuwa kali. 5.3 Drones zinaingia baharini na maji ya chini. Mapambano haya yamevuka mipaka ya anga na kuingia kwenye maji. Kuna sasa drones za baharini zisizogundulika zinazoelea au kuzama. Mini submarines zenye uwezo wa kushambulia meli za kivita au visima. Drones za pwani zenye kamera na vilikuzi zikitumika katika ujasusi na mashambulizi. Bahari haipo salama tena. Hii imeleta mshtuko kwa mataifa kama Marekani, Uchina na Uingereza ambao hutegemea meli kubwa za kivita. 5.4 Drones za sura ya binadamu, hatari ya kisasa. Kuna miradi inayoendelea Asia na Ulaya ya kutengeneza drones zenye maumbo ya binadamu. Zinatembea ardhini kama wanadamu, lakini ndani yao kuna akili bandia na vilipuzi. Hizi ni hatari kwa sababu zinaweza kupita mlangoni kama mgeni wa kawaida, zinaweza kuzungumza na kutoa sauti ya binadamu, zinaweza kuchanganua sura, sauti na harufu, zinaweza kushambulia kwa kusubiri hadi muda sahihi kisha kujilipua. Watafiti wengi wanasema kuwa tukifika hatua hii, vita vitakuwa bila hisia, bila maadili na bila msamaha. 5.6 Dunia bila mipaka, drones zinaweza kufika popote. Tofauti na makombora au vifaru, drones hazina mipaka ya kijiografia. Zinaweza kurushwa kutoka kwenye jangwa la Libya na kufika mji wa Tel Aviv, kutoka msitito wa Kongo na kufika Nairobi, kurushwa na kundi la uasi kutoka mtaa wa kawaida na kufika ikulu ya taifa. Hili linaibua swali kubwa. Je, bado tuna uhakika na usalama wa viongozi wetu, majumba yetu au hata familia zetu? 5.7 Maadili na sheria, dunia imechelewa. Wakati sayansi ikikimbia mbele, sheria bado imesalia nyuma. Hakuna mkataba wa kimataifa uliowekwa kisheria kuhusu matumizi ya drones za kijeshi au za binafsi kwa mashambulizi. Hii imefanya kila taifa kutafuta kujilinda kivyake. Marekani imeanza kutumia sheria kali ya preemptive drone strike. China inawekeza katika AI ethics units kutafiti athari kabla ya kushambulia. Umoja wa Mataifa bado unajadili bila suluhisho la haraka. Je, dunia itaweza kutuliza majaribu ya drones kabla hazijaua mamilioni? Hitimisho la sehemu ya 5. Kile kilichoanza kama uboreshaji wa ndege zisizo na rubani kwa upelelezi kimekuwa jinamizi la kisasa liliojaa akili ya bandia, hila za kivita na kisasi cha kihisia. Hatima ya binadamu sasa imo mikononi mwa mitambo na kila mtu, kila taifa, kila kiongozi anapaswa kujiuliza, je, tuko tayari kwa zama ambapo mashine zinaamua nani aishi na nani afe? Usikose sehemu ya 7 za kudhibiti mashambulizi yasiyoonekana. Data ya kisasa za kudhibiti drones zilizoasi. Jinsi drones zinavyolenga watu binafsi kwa data ya mtandaoni. Brain AI ya kivita. Drones zinazojifunza zenyewe kuua au kuhurumia. Uwezo wa mataifa kuyadhibiti mashine zao zikiwa zenye akili kamili. Subscribe sasa hivi kwenye chaneli yako pendwa Daily na Mimi ili upate makala nyingine za kuvunja ukimya, kufumbua akili na kufunua ukweli wa karne hii ya drones. Makala maalum: Mapinduzi ya vita kwa drones, sehemu ya 7.